بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam wa ba'd. Tunakamilisha leo mlango wa tauba bila ya kuchelewa. Anatuambia al-Imamu Abu Layth as-Samarqandi, Allah amrehemu, katika kutuhamasisha na tauba, dalili ya 134 anasema: وروى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. Anapokea Hasan kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema: لو أخطأ أحدكم حتى ملأ ما بين السماء والأرض ثم تاب الله عليه. Lau mmoja wenu akosema kosa sawa na mbingu na ardhi, au mmoja wenu akosema kosa yamejaa mbingu na ardhi, kisha akatubia, Allah tamsamehe. Allah tamsamehe. Isnaduhu dha'ifun liirsalihi an al-Hasan wa ma'nahu sahih. Hadithi hii ni dhaifu kwa sababu Hasan ibn Abi Hasan au Hasan al-Basri, Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri ndo jina lake kamili. Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri alikuwa ni tabi'i, si sahaba, lakini maana ya hadithi ni sahihi, bali imesapotiwa na hadithi nyingi tu sahihi. Kwa hiyo atakapokosea mtu makosa yamejaa mbingu na ardhi, akatubia kwa Allah tabaraka taala, basi Allah atakubali tauba yake. Ni juu lako tu ndugu Muislam, usifanye ritaa ya kutubia kwa Allah, usipuuzi, usilimbikizi tauba. Dalili ya 135 al-Imamu Abu Layth as-Samarqandi rahimahullah akiendelea kituhamasisha na tauba, anasema: waruya an Yazid al-Raqashi, inapokelewa kutoka kwa Yazid al-Raqashi qala, anasema: khatabana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ala minbari Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Anasema Yazid al-Raqashi, siku moja Abu Hurairah ametupa khutba kwenye mimbar ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Abu Hurairah ndio alichukua nafasi ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya makhulafa, akawa ni imam pale Masjid an-Nabawi mpaka alipokufa radhiyallahu anhu. Na hiyo ni katika sababu ambazo zimesababisha Abu Hurairah hadithi zake ziwe nyingi. Kwani ni kwa sababu amekaa kwenye kitovu cha Uislamu, sehemu ambapo ndipo Uislamu ulishukia hapo, wahi ulikuwa unashuka hapo Madina. Watu wengi wanapakusudia kuja kuchukua elimu, wakawa wakija kuchukua elimu kwa maswahaba wa Mtume, wanakutana Abu Hurairah kwa msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kachukua hadithi nyingi za Abu Hurairah. Ndio tunasikia hadithi nyingi leo an Abi Hurairah, bali Abu Hurairah kwenye musnadi wake katika hadithi zake 1400 aliwazidi wa maswahaba wote hadithi, ijapokuwa aliishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka midogo. Alikuwa kwenye msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yazid al-Raqashi anahadithia, anasema siku moja Abu Hurairah kawahutubia kwenye msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala fi khutbatihi, akazungumza katika khutba yake: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume sala na salam ziwe juu yake anasema: Adamu
akramul bashar ala Allah. Adam ni kiumbe ambacho Allah amekikirimu. Katika viumbe vya Allah ambavyo amevikirimu, ukweli wa kuvikirimu ni baba yetu Adam. Ya'tadhiru Allahu ilayhi yawma al-qiyamati bi3 ma'adhir. Dalili ya kuonyesha kwamba Adam ni kiumbe mkarimu kwa Allah, Allah atamtolea udhuru 3. Yani Allah tabaraka taala atamuomba udhuru Adam. Allah ndo anamuomba udhuru Adam, sio Adam anamuomba udhuru Allah. Allah ndiye ambaye atakayemuomba Adam udhuru. Yani Allah atamwambia maneno Adam ambayo Adam asichukui lawama kwa Allah, walau alqa ma'adhira. Siku ya Kiyama, tukufu wa Kiislamu, hakuna mtu ambaye amehakikiwa moto eti atatoa udhuru zake zikubaliwe kama moto ni wa kwake. Udhuru zikubaliki siku ya Kiyama. Subhanallah. Yawma la yanfa'u dhalimina ma'athiratuhum. Allah subhanahu kwenye Qur'an, siku ambayo waovu udhuru zao hazitosikika. Hakuna siku ya Kiyama, sio siku ya udhuru. Lakini Allah tabaraka taala anamuomba udhuru Adam kwa ukarimu wake Allah na utukufu wa Abul Bashar, baba wa watu ambaye ni Adam. Bila shaka kila mtu anashtuka, udhuru gani Allah anamuomba Adam? Sikiliza, sio mmoja, 3. Yakulu Allah, udhuru wa kwanza, usikize huyu udhuru vizuri kwa masikio ya roho, hapana kwa masikio haya nje. Kwa sababu haya masikio ya nje, kama masikio ya roho hayapo, maneno yanaingia na toka. Lakini masikio ya roho yana hifadhi na yanathibitisha. Udhuru wa kwanza, na huu ni muhimu: ya Adam, laula anni la'antu al-kadhabin wa ubghidu al-kadhib. Allah atamwambia Abul Bashar, baba yake na watu wote, ambaye ni Adam. Atamwambia, ewe Adam, mimi Allah kama si kuwachukia waongo, Allah anawachukia waongo sana. Ole wako ukiwa miongoni mwa watu waongo, ujue unachukiliwa vikali sana na Allah. Bali Allah ametengeneza silaha nzito kwenye Qur'an akikaripia uongo. Kwa Allah anachukia waongo na anachukia wenye kukadhibisha, wenye kupinga, wapingaji. Ya Adam, laula anni la'antu al-kadhabin, kama si mimi Allah kuwalaani wapingaji, wa ubghidu al-kadhib, na nachukia uongo, ole wako uwe katika swafu za waongo, basi ujue kama Allah anakuchukia na kitendo chako hicho. Mpaka Allah kwenye Qur'ani, katika silaha ambazo ametengeneza kuelekea na mabomu ambayo alirushia uongo, akafikia kusema inna Allaha la yahdi man huwa musrifun kadhab. Allah hawezi akamuongoza ambaye kachupa mipaka katika uongo. Usi muongo ndugu yangu, hutopata hidayah, hutopata uongofu.
utabaki na upotovu wako hivyo mpaka siku utaenda kukutana na Allah. Allah anampa udhuru Adam, anamwambia kama si mimi kuwalaani wapingaji na kuchukia uongo, wa au'adtu alayhi, bali nimeshaandaa adhabu na vipondo zidi ya wenye kupinga na waongo. Waqad haqqa alqawlu minni la amla'anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'in, na tayari neno langu limeshathibiti, nimeshakatamka kwamba Jahannam watakayo ijaa na pepo pia ni watu. La'amla'anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'in, Jahannam watakayo ijaa ni majini na watu. Afwan, Jahannam watakayo ijaa ni majini na watu. Hiyo ni kauli nishagaisema. Kitafuta hiyo aya sura Sajda aya 13. Allah anamwambia Adam, kama sio hiyo ahadi ambayo nimekula, la rahimtu dhurriyataka alyawma ajma'in, ningewahurumia leo siku ya kiyama watoto wako wote. Subhanallah. Hiyo ni udhuru wa kwanza. Yani Adam, utasikitika kuona watoto wako wanaingia moto. Watu wote duniani, makafiri kwa Waislamu, washirikina kwa waumini, wote ni watoto wa Adam. Sasa nadhani kwamba Adam atafurahi kuona watoto wake wanaingia motoni? Hatafurahi. Kama jinsi wewe mzee unaweza kuona watoto wako waovu, hautafurahia watoto wako waovu kuwaona naingia motoni, naingia peponi. Hata hapa duniani kabla ya akhera. Hapa duniani hata mtoto wako awe ni mkosefu, mathalan mtoto wako hapendi masomo, lakini kuna wenye wanapenda masomo, maisha yao yakawa mazuri, lakini katika watoto wako kuna ambao maisha yao si mazuri, kwani ulikuwa unawahimiza masomo hawataki. Utafurahi. Mgujo mwingine, acha hiyo virofa, vitajijua, vitajiju, hautakuwa sio mzazi mwema. Lakini mzazi mwema hakataji lake, Sheikh, hatupagi chake. Na ndio maana Waswahili wakaweka neno lao sahihi kabisa, eti mzazi hauaji. Na lao wangelisema mzazi wa kike hauaji, ingekuwa ni ufasaha zaidi. Kwa hiyo Adam hatoridhia kuwaona katika watoto wake eti kuna makafiri waovu wanaingia motoni. Ndio Allah anampa udhu, anamuomba udhu, anamwambia Adam, ni kwa sababu kauli yangu tayari ishathibiti. Nikiwahurumia watu wote leo nikaingiza peponi, nitakuwa niko muongo, na mimi ninachukia uongo. Nitakuwa nimevunja ahadi, na mimi sivunja ahadi. Na mimi nawachukia wapingaji, nitakuwa nimepinga inayozungumza mimi. Wayakulu lahu ya Adam. Huyo ni udhuru wa kwanza ambao Allah tabaraka wa taala atampa Adam baba yetu. Udhuru wa pili, wayakulu lahu ya Adam, ya Adam, inni la udkhilu ahadan min dhurriyatika an-nar wa la u'adhibuhu bin-nar illa man alimtu bi'ilmi annahu law radattuhu ila ad-dunya la'ada ila sharri ma kana fi. Mimi sinto
muadhibu yeyote katika watoto wako kwa moto, wala kumuingiza kwenye moto, isipokuwa yule ambaye tayari nimeshajua kwa elimu yangu kwamba hata nikimrejesha duniani atarudi kufanya ya shari zaidi. Thumma lam yarji, kisha hatojirejea, walam yatub, hatokubali kutubia. Subhanallah. Yani Allah mpaka muingize mtu motoni ni yule ambaye Allah ameshakuwa na uhakika na elimu yake kwamba huyu hata nikimtoa hapa motoni nikamrudisha duniani tena ataishi kwenye uovu, hatotubiaga. Ndo sikia sasa vizuri, wewe mwenye hutaki kutubia, kifo kinaweza kikakuvamia ghafla na wewe katika hali yako hiyo, basi ujue kwamba hata ukiingia motoni ukaonja adhabu ukarejeshwa duniani hutotubia. Tauba kwako ishakuwa ni ngumu. Yani haya maneno yote, hizi darasa zote takriban 3 na hili la mwisho la 4 kuhusu tauba, bado umesahau kufanya tauba? Haujawahi kufanya tauba? Naambie kwanza. Subhanallah. Ikiwa ndiyo, basi tutakupa fursa darasa la mwisho hili, utakuwa ni mtihani kwako wewe. Utakuwa unataka kufanana na hawa ambao Allah anatuhadisia hapa. Kuna watu ambao wataingia motoni, watalia, Allah turejeshe duniani. Allah anasema hao hata nikiwarejesha, japokuwa wameshaona moto, hawatatubia, watabaki vile vile. Kuna watu ndio wako katika hali, unawatolea mawaidha, toa mawaidha, wanakutizama, sarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun. Allah anasema kwenye Qur'an, unaona wanakutizama kumbe hawakuoni. Watahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Kuna watu wengine Allah anasimulia kwenye Qur'ani wanafanana na watu wa pangoni, wale watu ashabul kahf. Walikuwa wakiingia kwenye kahf, kwenye ile pango, ukiwatizama hivi, watahsabuhum ayqadhan, unaona kama wanakutizama, wa hum ruqud, kumbe hakika wa mambo wamelala. Ndio maana watu walikuwa wakiingia pangoni walikuwa wanakimbia, wanafukuka. Ona mtu kwa kutizama kumbe amelala. watahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhata al-yamin wa dhata ash-shimal wa kalbuhum basitun dhira'ayhi bil wasit law ittala'ta alayhim lawallaita minhum firara. Allah anamwambia Mtume, hata wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwa kuna yaqeen, una uoga, ungeingia kwa watu pangoni ungekimbia na wewe. Kuna mtu anakutizama kumbe amelala, hakuoni. Na kuna watu wako hivyo, yani mtu anafuata hizo darasa zote lakini bado hajamtafuta yule mtu ambaye aligombana naye amuombe msamaha, bado ngaliki unaishi hivyo hivyo, umsemeshi ndugu yako, bado hela ya watu hujalipa na uko na uwezo, bado umemdhulumu mwenzako hujamtafuta, ulimteta mwenzako, ulimchonganisha mwenzako hujamtafuta, ulimkosea mwenzako hujamtafuta, ulimkosea Allah hujaomba tauba katika hizi darasa zote na la mwisho hili, basi utakuwa wewe kama wale watu wa pangoni. Kuna watu wataingia motoni, watalia, Allah turejeshe duniani tutatubia. Allah anasema hawa ni muingiza motoni, hawatatubia hata nikiwarudisha duniani. Na hii ni sahihi. Allah amesapoti kwenye Qur'an kwenye suratu Al-An'am, walau tara idh wuqifu ala an-nar faqalu ya laitana nurad wala nukadhiba biayati rabbina wa nakuna min almu'minin. Lau ukiwaona wako kwenye moto wa jahannam wakiungua, watasikitika, wataambia Allah turejeshe. Ukiturejesha hatutorudi tena kupinga, tutakuwa katika watu wema wacha Mungu waaminifu. Sikia jinsi Allah anasema, bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl
walau raddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadhibun. Subhanallah, hao wanajililisha hivyo, kwani ni sio wameshaona yale ambayo walikuwa walifichwa. Unaona watu leo unakutana mtu wallahi ajali maneno ya Allah, mtu hajali, hasali, mtu hajimisi na dini yake, lakini siku ya Kiyama bal bada lahum ma kanu yukhuna min qabl, yani manake wanaonyeshwa yale ambayo walikuwa nafichwa. Allah anasema hata nikiwarejesha watarudi kwa yale ambayo walikuwa wako yenu. Hii aya inatukata, yani manake inatupa moyo. Hii aya inatupa moyo pindi unapomwambia mtu kitu hakusikii, usisikitiki ukasema au mimi sijui kusema, au mimi siko mfaswa, kuna watu washapigwa muhuri Sheikh, hata useme hawatasikia. Sio wewe, Allah anatuambia kuna watu wataingia motoni na wakirejesha duniani wataendelea na maasi. Sawa. Kwa hiyo Allah anampa udhuru baba yetu, anamwambia usinilaumu baba wa watu hao ambao niwaingiza motoni. Nina uhakika kabisa pasenti zote nikiwarejesha duniani wataendelea na hayo, wataendelea ni wapingaji tu hao, wataendelea hawasali hao, wataendelea hawakubali shahada, hawatoi zaka, hawaswaumu, hawafanyi hija, hawaendi umra. Leo si pako Waislamu ambao yuko na uwezo wa Muislamu yuko na uwezo wa kwenda hija na umra, wallahi haendi. Wapo Waislamu. Muislamu asali ويقول له udhuru watatu. Allah anamwambia Adam, ya Adam, qad ja'altuka hakaman baini wa baina dhurriyatik, hivi nimekufanya wewe ni refari baina yangu na watoto wako. Allah anamwambia Adam, wewe ndio refari, nataka wewe ndio jihukumie. Mimi Allah nimewazulumu watoto wako au sikuwazulumu? Na hiyo inatokeaga kwa mtu mathalan mwalimu, unaweza kumfuata mzazi wa watoto ukaambia usidhani kwamba mimi nimewadhulumu watoto wako, tazama pointi zao ndio hii, ndio mtihani wao huyu, tazama wewe mwenyewe hukumu. Ikiwa kama na wewe labda ulikuwa katika wajuzi, Adam, nimekujalia wewe utakuwa ni referee, utakuwa ni hakam baina yangu, utakuwa mwenye kutuhukumu, utakuwa mwenye kuhukumu baina mimi Allah na watoto wako. Qum inda almizan, mizani ndio ile, ndio kasimami. Fanzur ma yarfa'u ilayka min a'mali, tazama vitendo vya watoto wako gisi vinarufaishwa kwako. Faman rajaha lahu khayru mithqali dharra falahu aljanna, faman rajaha lahu khayru mithqali dharra falahu aljanna, yule ambaye mzani wake wa kheri utapandisha shari hata kidogo tu, huyo nampa pepo katika kuwahurumia watoto wako. Allah anasema kwenye Qur'ani, faman thaqulat mawazinuhu, atakaye yule ambaye mizani yake ya kheri itakuwa ni mizito, faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika ashabul janna hum fiha khalidun, hao ni watu wa peponi milele humo mipa. Na kwenye Al-Qariya, fa amma man thaqulat mawazinuhu
fahuwa fi ishati radhiya, yule ambaye mizani yake ya kheri itakuwa ni mizito atakuwa katika maisha ya kuridhiwa. Kwa hiyo tazama visahani vya mizani, yule ambaye kisahani cha wema kitateremka kidogo sana, kidogo sawa na punji, huyo ni peponi ameingia. Bali watukufu wa Kiislamu, zaidi ya hili, wale ambao mizani yao ya shari na ya kheri itakuwa sawa sawa, Allah hatawaingiza motoni. Naam, hatawaingiza peponi. Watakaa, ndio wale wanaitaga ashabul araf, watakaa nje ya moto na pepo miaka na miaka, muda fulani. Hiyo yote ni Allah kuwahurumia watu na kutaka watu tu waingie peponi, lakini watu ndio hawataki. Hata ta'lama anni la udkhilu an-nara illa kulla dhalim. Allah anawaambia Adam, ili uhakikishe kwamba mimi simuingizi motoni isipokuwa mtu anastahili moto kweli, dhalim mwenyewe kabisa. Anasema kwenye hasha, fihi yazidu ar-raqashi dhaif wal matnu fihi nakara. Hadithi hii kwa jamaa mmoja anaitwa yazidu ar-raqashi ni dhaifu na bali ni matruk. Mtu kama wewe kwa hadithi inakuwa hadithi mbaya, inakuwa ni dhaifu jidda, inakuwa ilipachikwa. Na hii hadithi matamshi yake si mazuri. Allah anamwomba Adam msamaha, si mazuri. Kwa hiyo ipigwe kwenye potoo, hadithi hii ipigwe kwenye potoo. Naam. Dalili ya 136. Dalili ya 136. Warawat Aisha, anapokea Aisha radhiallahu anha an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kutoka mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu qala, anasema ad-dawawinu thalatha, vitabu viko sampuli tatu. Diwan yaghfiruhu Allah, kitabu cha kwanza na daftari la kwanza Allah atalisamehe. Wa diwan la yaghfiruhu Allah, na daftari lingine Allah hatolisamehe. Wa diwan la yatruku Allah ta'ala minhu shay, kitabu kingine Allah haachi lolote. Fa amma ad-diwanu alladhi la yaghfiruhu Allah fashirku billah, kitabu ambacho Allah hakisamehe, yani maana yake umekuja na kitabu chako siku ya kiyama na chini Allah hatusamehe, ni kile ambacho ndani kuna shirki. Qala ta'ala, kwa sababu Allah anasema innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna, atakayemshirikisha Allah huyo ni haramu kupata pepo. Suratul Maida aya ya 72. Kwa hiyo ni watu kujihimiza na kujikinga na shirki. Wa amma ad-diwanu alladhi yaghfiruhu Allah ta'ala fa dhulmu al-'abdi li nafsihi, ama kitabu ambacho Allah tasamehe ni mwanadamu anapodhulumu nafsi yake, fima bainahu wa baina rabbih, lakini yale ambayo umemtendea Allah. Mwanadamu ukiwa ulimkosea Allah anaweza kusamehe siku ya kiyama kama ukifa bila kutubia. Ili tushaligusia kwa urefu sana kuanzia mwanzo wa darasa. Wa amma ad-diwan, kuna baki kitabu kimoja. Wa amma ad-diwanu alladhi la yatruku Allah minhu shay'a fa dhulmu al-ibadi ba'dhum li ba'd, kitabu ambacho Allah hatuacha lolote ndani yake ni zulma ya wanadamu baina yao kwa baina yao.
hiyo Allah hatoiacha, hiyo Allah hatoiacha. Yani maanake mtu akifa alifanya shirki, Allah hatomsamehe. Mtu akifa alimkosea Allah yeye, kosa la alimkosea Allah, kosa lako baina yako na Allah tabaraka wa taala, hilo Allah anaweza kalisamehe kwa yule mwenye anamtaka. Mfano, umezini, umekula riba, umekunywa pombe, umecheza ludo, hao ni makosa ambayo ulimfanyia Allah. Umevaa nguo ndefu mwanaume, umenyoa ndefu mwanaume, ulivaa nguo za kusifia mapambo yako mwanamke, hao ni makosa yako wewe baina yako na Allah. Allah anaweza kukusamea kitaka, lakini pako makosa ambayo ulimfanyia mwanadamu wenzako, hayo Allah hayaachi, hayo Allah hayasamehe, hayo Allah hasamehi lolote. Hadithi yasema asamehi lolote. Hukumu hadithi hiyo dhaifu, akhrajahu Ahmad fi musnadihi, hadithi dhaifu aliandika Imam Ahmad fi musnad juzu ya 6 karatasi ya 240, والحاكم في المستدرك، na al-Imam Hakim kwenye Mustadrak juzu ya 4 karatasi ya 619. وقال الألباني في ضعيف الجامع، Imam Al-Albani akasema katika ضعيف الجامع hadithi ni dhaifu, ukitafuta huko utaipata ni namba 1322. وحق لهذا الحديث يكون ضعيفا، na ni haki hadithi dhaifu. Kwa nini? Kwa sababu kusema kwamba makosa ya mwanadamu akimfanyia mwenzake hatosamehewa hata kama moja siku ya Kiyama haiko vizuri. Hilo haliko vizuri, kwa sababu kuna makosa ambayo umemfanyia mwanadamu mwenzako Allah atasamehe. Miongoni mwayo, ulimfanyia mwanadamu mwenzako kosa akafa, amekufa. Sasa umetaka kutubia mpaka uende kwenye kaburi lake kumwomba msamaha kama jinsi wanavyoitakidi watu ambao hawasomi dini? Hapana, tamwomba Allah msamaha. Umekula hela ya mtu au deni la mtu, nia yako nitalilipa ili deni, lakini ukajipiga, ukatafuta, ukaenda, ukarudi, hukupata. Ukampata jamaa, bwana wallahi nisamehe deni lako, nimekosa pesa. Kama ndugu, mpaka mbele ya God, watu ni hatari mbele ya Allah. Umekulia nini? Kwa nani alikutuma ule? Yani Allah ndio atukatie kesi. Kuna watu kwa hivi. Ikiwa kwamba wewe ulikuwa na nia kuilipa na umejitahidi kutafuta ulipe, umeshindwa, Allah akiona kwamba tauba yako ni sahihi na una nia kumlipa mtu deni lake, Allah atakulipia. Allah atakulipia kama jinsi zilithibiti hadithi nzuri sahihi kutoka kwenye matamshi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema al-Imam Abu Layth akileta dalili ya 137, وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. Sikizeni vizuri watu ambao mna tabia kuzulumu wenzenu, hii hadithi na ni hadithi sahihi, ondoa shaka kabisa. Abu Huraira anaichukua kwa Mtume, kama Mtume amesema, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamati hatta yuqada lishati al-jamma min ash-shati al-qarna tantahuha. Ni lazima siku ya Kiyama kila mtu utamlipa mwenzako haki yake. La ilaha illallah. Katika makosa mazito watukufu wa Kiislamu, kosa la wewe kumfanyia ndugu yako. Kimfanyia Allah kosa, Allah anaweza kusamehe, lakini kumfanyia ndugu yako kosa ni mambo ambayo kusema uyadiriki usamehewe yanakuwa na hukumu.
Kwa nini? Ndugu yako anaweza kafa ghafla, unaweza kumkosa. Tujitahidi tusikoseani baina yetu kwa baina yetu kwa Kiislamu. Abu Hurairah amemsikia Mtume anasema siku ya Kiyama lazima kila mtu utampa haki yake. Ulimteta utamlipa, ulimpiga utamlipa, ulimnyang'anya utamlipa, ulikataa kumpa hela yake, kumlipa deni yake utamlipa, ulimsengenya, ulimchonganyisha utamlipa. Na makosa mengine ambayo tunafanyiana. Cha maajabu, hili kosa pamoja na kuwa ni lizito kudiriki tauba yake, lakini unakutana watu hawajali. Abu Hurairah amsikia Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam siku ya Kiyama lazima mtalipa haki za watu. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah anakuamrisheni amana za watu wapelekeni wenye nazo. Wapelekeni wenye nazo. Mtu anakuwekesha kitita chake cha pesa hakionekani kiko wapi. Mtu anakuamini anakupa hela yake, labda umfanyie misio fulani, kama umtengenezee nyumba yake, kama umnunulie gari, kama umfanyie nini, unakula Sheikh. Siku ya Kiyama mambo yanakuwa ni mazito hapa. Sikiliza, hadi na minyama ambayo haikalifishwi duniani. Minyama haikalifishwi, yani minyama haitezwi nguvu kufanya uzuri na ubaya. Mnyama ukifanya ubaya hautalipwa, lakini siku ya Kiyama kwa uzito utakaokuwa hiyo siku, kondoo ambayo haina mapembe italipwa zidi ya kondoo ambayo iko na mapembe ilimpigaga duniani. Kondoo duniani inajiona iko na mapembe, lazima ikamvamia mwenzake ikamla kichwa, kwa sababu mwenzake hana mapembe. Siku ya Kiyama Allah ataambia hii haina mapembe, mlipe. Ndo mnyama huyo ambao haukalifishwi, ambao hauna akili, utalipiana. Mimi na wewe ambao tuko na akili tumcheni Allah kufu Islam. Habari ni nzito siku ya Kiyama. Tusizulumiane, tutafutane, tuombane msamaha. Hadithi ya ondoa shaka kabisa. Usingoje usikie na hiyo dhaifu, na hiyo hadithi dhaifu ni kali sana. Mimi niko na ugomvi na ndugu yangu, siwezi nikamtafuta. Nikimtafuta yani nitadhalilika, itaonekana siwezi. Hiyo hadithi ingekuwa ni dhaifu. Hii ni sahihi Sheikh, iliandika Imam Muslim 2582 ukienda kuitafuta. Al-Imam Abu Layth As-Samarqandi rahimahullah anapiga jeki hadithi hii akikuwekea wazi mambo zaidi. Anakwambia fayambaghi lil'abdi an yajtahida fi ridha al-khusum, ni juu lako mja jitahidi sana kumridhisha uliyemkosea. فإذا كان الذنب بينه وبين الله تعالى فإن الله رحيم يتجاوز عنه إذا استغفر. kosa likiwa baina yako na baina ya Allah, basi Allah ni mwingi wa huruma, anaweza kukusamehe unapomwomba msamaha. Allah ni mwingi wa huruma, ukimwomba msamaha anakusamehe. وإذا كان الذنب بينه وبين العباد فإنه مطالب به لا محالة. Ikiwa kosa umemfanyia mwenzako, hilo utalilipa, hamna ujanja. wala yanfa'uhu listighfar wala tauba. Kosa ulimfanyia ndugu yako, msamaha na tauba havitoshi. ma lam yarda al-khasm, maadamu hajaridhia uliyemkosea. وإن لم يرضه في الدنيا
ukhidha min hasanatihi yawm alqiyama kama jaa fi alkhabar, ikiwa kwamba hukuweza kumridhisha duniani, umeshindwa, basi thawabu zako zitachukuliwa siku ya Kiyama. Umeshindwa kumridhisha, aje mimi siwezi kumwanza jijua na ndio nimkosea, huwezi kumwanza na ndio nimkosea. Kuna watu wengine ni wakaidi, ndugu zangu, basi siku ya Kiyama utachukuliwa thawabu zako. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Sasa Sheikh, mimi sijui kama mimi ndio ninaanza kumkosea au ndio anaanza kunikosea, sijui. Ugomvi mrefu, wewe jishushi, nenda ukamuanze, ndio utakuwa mwana imani. Asa Sheikh, mimi nishakajishusha mara nyingi, kama msamaha hataki, hapo sawa, hapo safi kabisa. Kama ndio hataki, sawa. Kuna maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yako wazi katika hili, na ndio dalili ya 138 na ni hadithi pia kutoka Abu Hurairah radhiyallahu anhu ani nabii sallallahu alaihi wasallam anahu qala, kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam kama Mtume amesema, atadiruna manil muflis min ummati. Mtume anauliza maswahaba, mnamjua aliyefilisika katika umati wangu? Qalu almuflisu fina man la dirhama lahu wala dinar wala mataa. Aliyefilisika si tunajua, si yote maana yake. Maswahaba akamjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia naam, tunamjua aliyefilisika, tunamjua aliyefilisika. Kwenye Kiswahili chetu cha nyumbani, aliyehomba. Maswahaba akamwambia Mtume, naam, tunamjua aliyehomba, aliyefilisika, aliyehasirika ni yule ambaye hana pesa, si wa dinar, si wa dirham, hana lolote, hana nyumba, hana biashara, hana kipandwa, tabani, choka mbaya, fatiki. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia ya maana kana kwamba maswahaba wanaona aliyehomba ni yule mtu alikuwa navyo, kama alikuwa na pesa zake mashaallah, kisha akafilisika, akawa juu ya tapi, hana. Kama mtu alikuwa na maduka yako mashaallah, kuna nyumba, uko na gari lako, maisha na kubali, business inaendelea, lakini ghafla ukafilisika kwa kijicho, kwa uchawi, kwa madeni, kwa riba, kwa sababu zote unazozijua wewe, ukafilisika. Huyo ndio aliyefilisika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawajibu maswahaba, akamwambia, almuflisu min ummati man yati yawma alqiyama bisalatihi wa siyamihi. Aliyefilisika wa uhakika, aliyefilisika wa uhakika ni yule atakayekuja siku ya Kiyama ana sala nyingi, mashaallah, saumu nyingi, yani msahihina kweli, labda ataongeza zaka safi, sadaka safi, mtu mwema. Wayati qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa dharaba hadha, lakini kaja huyo kawafanyia walimwengu majanga. Alitukana na huyu. Kuna mtu kuna tabia hivyo, yeye kutukanana hana noma. Tushajiliwa na balaa leo la mitandao, watu wanatukaniana kwenye mitandao, napokea fumbo, wanakukatia fumbo kwenye mtandao. Allahu almusta'an. Watu wengine wanatukanana ovyo, Allahu almusta'an. Samahani kidogo.
Na huyo ndio almuflis. Itakuja siku ya Kiyama akachoka kweli, mashaallah, alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa ni msalihina, alikuwa ni mwenye kuswaumu, lakini alikuwa na tabia kutukana watu. Ulimi wake haustiri, hauna stara, kwa kuwatupia watu majanga ndio usisemi. Wakadha fahadha, kamrushia mtu janga la zina, fulani ni mzinzi, hana ushahidi. Shekh fulani malaya, hana ushahidi. Wa akala mala hadha, akala mali ya watu. Kuna mtu ana tabia kama hiyo, kimkopesha kurudishii, anakuwa katika wale watu ambao Allah anasifia kwenye Qur'ani, man intamanhu bidinarin la yuaddihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima. Kuna mtu hata umpe ila ndogo yaje hawezi kukurudishia, alibaki deni, hata ubakie unafanya itikafu kwao, hata kulipaga hela yako. Mwingine kamwaga damu ya mwenzake, mwingine kampiga mwenzake,
fayuqtasa lihadha min hasanatihi wa lihadha min hasanatihi, siku ya kiyama atachukua huyu kwenye thawabu zako na yule kwenye thawabu zako. Faidha faniyat hasanatuh, wataenda wanachukua thawabu zako zikiisha, kabla an yuqda ma alayhi, maadamu bado watu wangaliki wanakudai wengi, watu wengi waliwakosea. Subhanallah, janga la kuteta watu wa Uislamu hili likubwa, hili ndio litaingiza watu wengi moto, kwa sababu hukumbuki nani ulimteta, hukumbuki je huyu nilimteta kwa haki, hukumbuki je nimewahi kumwomba msamaha. Wanakuja tu walimwengu wengi tu siku ya kiyama, ewa mimi nitetaga na nuka niteta, unawapa ukhidha min khatayahum, hapo khalas thawabu zako zikishaisha, zile sala zako zile saumu zako, wanachukuliwa wale watu makosa yao, wanachukuliwa makosa yao, unatwishwa wewe, unabeweshwa wewe. Faturihat alayhi thumma turiha fi an-nar, ukibewesha mizigo ya madhambi maana yake ni aje? Na unafahamia moto, moto. Na hii inavyodhihirika wallahu aalam na makafiri. Sheikh, mtu asema mkafiri tu dhulumu, kale kafiri sitakalipa pesa yake, siku ya kiyama tamlipa. Sheikh, shahidi ni Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, atakayemuua almustaman, atakayemuua kafiri bila ya haki, ambaye alipewa amana na Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa mtetezi wake siku ya kiyama, au kama kisa alivyosema. Kwa kifupi, tukufu Kiislamu, mtu asihudike akasema makafiri ni kwa dhulumu, usiwalipi pesa zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikufa wadiruhu marhun inda yahudi, alikufa na ngao yake aliacha poni kwa Myahudi. Alikuwa alienda kukopa chakula, ule Myahudi akamwambia acha poni, akaacha poni. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafa, ajamlipa ule Myahudi chakula, ile poni iko kwa ile ngao ambayo aliacha poni iko kwa ule Myahudi. Abu Bakar radhiallahu anhu ambaye alikuja khalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alienda akamlipa hela yake Myahudi, akachukua poni. Ilikuwa nasaidia mdhulumu tu, sababu wako maliza wana nguvu. Kwa hiyo mtu asimdhulumu na kafiri, Allahumma ikiwa ni kwenye vita sawa, au ikiwa sheria zimekuruhusu. Hadithi hii ondoa shaka kabisa ni sahihi. Anaandika Imam Muslim, namba hadithi 2581. Anaendelea al-Imam Abu al-Layth as-Samarqandi rahimahullah kupiga jeki na kukunasi, anasema nasallu Allah ta'ala an yuwaffiqana lit-tauba wa an yuthabbitana 'alayha. Tumuombe sana Allah tabaraka wa ta'ala atuwafikishe tutubie. Sheikh, wallahi dua muhimu, Allah tuwafikishe tu wenye kutubia daima, na tunapokosea Allah tuwafikishe tuweze kutubia, na pia Allah tuthibitishe kwenye tauba. Fa inna thabata ala tauba ashaddu min at-tauba. Tunasikia hilo sasa, mtu kuthibiti kwenye tauba hilo ni ligumu kuliko kutubia. Kutubia ni lepesi Sheikh, kila mtu anataka kutubia, lakini sasa kubakia kwenye tauba yako sasa hilo ni ligumu sana. Kubakia kwenye tauba ni aje? Abu Layth tumwachie nafasi mwenye ajizungumzie. Qala Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala, iyyaka an ta'mala shay'an min al-khayr thumma tada'uhu ma min ahadin ja'af aflah. Jikinge kufanya kitu cha kheri kisha ukakiacha, kwa sababu hamna hata mtu mmoja aliwahi kufanya tauba kisha akaitupilia kafaulu. Ndio nakufasiria kuthibiti kwenye tauba. Muhammad bin Sirin anakuambia jikinge kufanya kitu cha kheri kisha ukakiacha, kwa sababu hakuna mtu aliwahi kutubia kisha
akatupilia ile tauba yake, akaiacha, akapuuza, akafaulu. Haya maneno ya Ibn Sirin rahimahullah ndiyo yanaoana sana na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au alivyosifia Mtume, kana amaluhu dima. Mtume sallallahu alaihi wasallam vitendo vyake vilikuwa ni vyenye kudumu, vitendo vidogo vyenye kudumu. Manake ukiwa unajitahidi kusaumu saumu za sunna usiachaje, ndio bora. Naam, ikiwa na udhuru, umeitishwa sehemu mahali fulani kwenda kula, unaweza ukaacha, lakini ulikuwa unajulikana kwa saumu, baadaye ukabadilika ukaacha kabisa, usiishi hivyo. Au mfano ulikuwa yani, kabla ya kulala au usiku una dakika zako hata chache unakuwa unasali, basi hata moja ukaacha kabisa, ukurudia kusali, hiyo ni balaa. Hiyo ni balaa. Umetubia kwenye kosa fulani, kisha ukalirudilia, ukalibakilia, ukalilalia, yani ukalala, maana yake umefika. Hiyo ni balaa. Sheikh anaendelea akikuwekea wazi zaidi maneno ya Muhammad bin Sirin, hauwezi ukafaulu. Mtu ambaye ulikuwa unafanya kitu cha khairi kisha ukiacha, huwezi ukafaulu. Abu Layth anaendelea, anasema fayambaghi litaibi an yaj'ala ajalahu baina ainaihi, mtu anayetubia inabidi daima ajalie kifo chake baina ya macho yake. Mtu ambaye alitubia anatakikana daima ajalie kwamba mimi nitakufa, au huyu usiku sitabakia na kwenda, ndio unastahili kuishi hivyo. Anaendelea anasema al-Imam, likai yathbuta ala tauba, kwa sababu ukiwa umejiwekea kama utakufa, ikifika usiku kesho sifiki, ikifika asubuhi usiku sifiki, wallahi utathibiti kwenye tauba. Wepima uumwe magonjwa ambayo mara nyingi yanauaga watu, mathalan kansa. Mtu unakuwa na uoga, unajua mimi sana kufa. Sasa mtu mwenye kutubia anastahili kujishikilia kama yeye ni ugonjwa wa kansa, kwa sababu ukiwa unajua mimi nitakufa, huwezi kufanya maasi. Wayatafakkara fima madha min dhunubi, endelea na kumbuka madhambi yako yaliyopita. Usiamisha tubia tayari, خلاص mambo yamekwisha, nisha kwa mweupe. Endelea na kumbuka. Anaendelea Abu Layth as-Samarqandi rahimahullah, anakuambia wayukthira al-istighfar, kithirisha kumwomba Allah msamaha, wayashkura Allah ta'ala ala dhalik, endelea na mshukuru Allah kuona alikuwafikisha kuomba tauba na amekuwafikisha kusema astaghfirullah. Kuna mtu akishaomba msamaha sasa mimi tayari nishaomba msamaha, endelea kuomba msamaha, huenda ule hukubaliwa. Wa ala ma razaqahu min at-tauba, endelea unamshukuru Allah kwa jinsi alivyokuruzuku katubia. Wa waffaqahu lidhalik, Allah akakuwafikisha. Kuna watu wengi hawakuwafikishwa kwa hilo. Wa yatafakkara fi thawabi yawm al-qiyama, kisha kithirisha kukumbuka thawabu na burudani na utamu wa siku ya Kiyama peponi. Fa inna man tafakkara fi thawabi al-akhirah raghiba fi al-hasanat, mtu ambaye anakumbuka thawabu za akhira huwa anakuwa na kupia na kutamani kufanya vitendo vizuri. Wa man tafakkara fi al-iqabi inzajar an as-sayyi'at, na mtu akikumbuka moto, akikumbuka adhabu ya kaburi, akikumbuka kifo, hilo linakuwa linamsababisha anakuwa mbali na makosa, linamkaribia kufanya maasi. Kwa kweli tunaingia kwenye dalili ya 139. Mtu mwenye alikuwa mashughuli aache shughuli zake. Kikosa hapa basi umekosa.
Mtu mwenye kuwa busy ana chat kwanza, aweke pembeni. Kama uko nakula hayo matonge hayo, tosheka na hayo. Kogota jamvi lako, wansib khaymatak wa aqni bil autad, tengeneza jamvi lako na ushimike kabisa miti. Sikiliza hii nasaha ya 139 iandikwe kwa maji ya dhahabu kwenye safha za nuru na fedha. Anasema Imam Abu Layth, وروى زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله. أبو ذر anasema nimwambia Mtume, anasema قلت يا رسول الله أخبرنا ما كان في صحف موسى. Tuadisi, tunasikiaga Allah kwenye Qur'an anasema suhufi Ibrahima wa Musa, suhufi Ibrahima wa Musa. Nataka unaambie kwenye kitabu mushafu wa Musa kulikuwepo nini? Qal, tumekamjibu akamwambia, kana fiha amthal wa ibar, hapakuwa hukumu hichi kitu ni halali, hichi kitu ni haramu. Alikuwa mifano na mawaidha ya kuregeza roho. Miongoni mwa mifano na mawaidha haya achukue na uyanukuu na uyatagaze, kwa kweli yanaregeza roho. Waajibtu liman ayqana binnahi kaifa yadhhak, nashangaa kwa mtu ambaye ana uhakika kama moto huko, ana uhakika moto huko, lakini anacheka kwenye maasi. Ndio malengo. Sasa mtu kwenye maasi na anacheka kweli? Mtu kwenye kikao kabisa anamteta mwenzake, anacheka cheko kubwa. Mtu anaenda kumchunganisha mwenzake na iko anacheka, wallahi ni mtu alifanya hivi na hivi, anacheka wallahi alifanya hivi na hapa na kiapo, mimi nitamfanyia ni kikubwa kabisa, umfanyie na anacheka wallahi. Mtu yuko kwenye zina au yuko na mwanamke wa haramu, anafurahi, itakula raha zake. Mtu kwenye muziki anafurahi, anacheza kabisa, anajivinjari, anatamba, ana katika mauro mpaka chini na garagara. Ajibtu liman ayqana bin nari kaifa yadhhak, nashangaa huko nacheka na una uhakika kama moto upo. Waajibtu liman ayqana bil maut kaifa yafrah, sana mtu kabisa kwenye maisha hana noma, mgujo mwingine anapita na kwenda na yeye anajua kama atakufaga huyo, anafurahi kwenye mabaya, anafurahia mabaya. Sheikh anamtengenezea wenzake vijungu na anafurahi kabisa, anacheka. Wakome. Waajibtu liman ayqana bil hisab kaifa ya'malu sayyi'at, namshangaa mtu ambaye ana uhakika kwamba siku ya kiyama tutahesabiwa, lakini anafanya makosa madhambi. Tena kuna wakati wanamkumbusha, ndio nimesema dhambi ya makusudi. Dhambi ya makusudi ni ile ambayo unataka kufanya, unakumbushwa. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, kosa za makusudi hizo ambazo Allah tuambia kwenye sura Ali Imran. Haubaki kwenye lile kosa na unajua kama hili ni kosa. Maana yake hapa na unajua, unaambiwa hili si kosa. Waajibtu liman ayqana bil qadar, namshangaa mtu ambaye kawa na yakini kwamba makadara yapo. Kaifa yansab, na katika upokezi kaifa yahzan, mtu ambaye ana uhakika kwamba kila kitu kinachojiri duniani Allah ndo alipanga, anahuzunika vipi? Subhanallah. Na hili ni sahihi, Allah amelisupport kwenye Qur'an katika suratul Hadid.
likai la ta'asaw ala ma fatakum. Allah anasema kwenye makadara pale alipoyaumba makadara, anasema Allah tabaraka taala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika ala Allah yasir. Hampatwi na msiba wowote duniani au kwenye nafsi zenu isipokuwa ni kabla hatujaumba, hata yenyewe tumepanga hayo kwa Allah, ni mepesi kuyapanga. Subhanallah, lolote linalotokea kwa leo, lizuri libaya, limepangwa na Allah. Allah sio nipanga hivyo kwa nini? Ili mtu asihuzuniki mpaka akajisahau kwa lile ambalo amekosa, na mtu asifurahi mpaka akajivuna kwa lile aliyopata. Kuna mtu kifo cha fulani ndio anaona kama tayari dunia imesimama. Kuna mtu kushindwa kwake masomo anahuzunika mpaka na sala anaanza kaacha. Kuna mtu kuomba kwake dua hakukubaliwa linamfanya amwekee Allah beef. Kuna mtu maisha yake kuzorota na sala na kutupia kwenye uso, na sala zenu zibakie mnazo nyinyi mashehe. Kuna mtu tatizo lake limtokea lidogo anamwekea beef na shehe wake. Subhanallah. Katika suhufu Musa, musafu wa Musa pako hili neno, waajibtu liman aikana bilqadar kaifa yahzan. Ni maajabu kwa mtu ambaye ana yaqini kwamba Allah ameshaandika kila kitu, anahuzunika vipi? Naam, kuhuzunika kama mwanadamu wa kawaida, kama mwanadamu umeumbwa, unaweza kuhuzunika kwenye roho, kama jinsi Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofiliwa na mtoto wake, amesema inna alqalb yahzan wal ayn tadma. Eti roho, inna alqalb la tahzan wal ayn la tadma, roho inahuzunika na macho yanaanza kalia. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna, lakini hatusemi isipokuwa yale ambayo anayoyaridhia Mola wetu. Inabidi uhuzunike Kiislamu, Sheikh, pako kuhuzunika Kiislamu kitokea na tatizo. Miongoni mwa kuhuzunika Kiislamu, usiseme maneno machafu, maneno mabaya ya kupinga makadara, ya kuonekana kwamba Allah amekukosea. Katika kuhuzunika Kiislamu ni kutomshtakia kila mtu matatizo yako. Mimi wamenifanya mimi kadha, mimi kadha, unashtakia mawe na miti. Waajibtu liman yara dunya wa taqallubaha bi ahliha kaifa yatma'innu ilayha. Na mshangaa ambaye anaona dunia na jinsi inavyowabadilisha wenye nayo, vipi yeye anatumai kwayo? Subhanallah. Yani wewe umemwona babu yako mfano amekuwa kijana mbichi, amekufa, ukamwona baba yako alikuwa kama wewe, bali anakushinda hata wewe nguvu, kafa, lakini wewe eti bado unaona kama mimi nitaishi hapa duniani, hutaki kufa. Mimi sipendi kusikia mambo ya kifo, mimi sipendi. Tena mtu iko na sanda yake anaweka sanda, sio usalama watu. Huyu bibi yetu kuna sanda yake anatutishia usalama, mimi sitaingia chumbani kwake. La. Waajibtu liman ayqana bidunya waajibtu liman yara dunya wa taqallubaha bi ahliha kaifa yatma'innu ilayha. Na mshangaa mtu ambaye anaiona dunia jinsi inavyowabadilisha wenye nayo. Mtu alikuwa na afya inambadilisha, inamkunja kunja, anakuwa mgonjwa. Mtu alikuwa nazo pesa zake, mambo yanayozorota, anakosa, hana. Lakini wewe unaona yote, mashallah, ulipata pesa wako, wewe ndio wewe. Sasa unadharau kila mtu. Waajibtu liman ayqana bil janna wa huwa la ya'malu bil hasanati. Na mshangaa mtu ambaye anajua pepo ipo tena kwa uhakika kabisa, lakini hafanyi vitendo vizuri. Maanake kwa asiyekuwa Muislamu nasikilizika, labda huyu hajui habari za pepo, hakusikia, hakubali pepo. Lakini wewe Muislamu unasikia mawaidha ya pepo, na kama hutaki kusikia mawaidha, basi wewe unafuata usiku na mchana Qur'ani inasomwa, inakuhadithia habari huko peponi, kama tutaelekea, tutakufa kwa Allah, tutaenda kuhesabiwa. Lakini unakaa wewe hufanye vitendo vizuri. Unakutana Muislamu jina anajua pepo ipo, moto
lakini hafanyi, hasali, haswaumu, hatoi sadaka wala zaka, hafanyi hija, hafanyi wema. La ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, hakuna mola isipokuwa Allah, Muhammad ni mja wake. Naona maustadhi wetu wanaweza kuwa wameingia, kama mwenye atajaliwa sauti yake kutoka Aba Aziz, Abu Muhsin na wengineo, wanaweza wakatupa hukumu ya haya maneno ambayo yanasemekana kwamba yako kwenye suhufu Musa. Naam, mimi kwa upande wangu naona rawahu Ibn Asakir. Basi unanisikia Sheikh? naam, nakusikia. Rawahu Ibn Asakir katika kitabu Kanzul Ummal, hadithi ya 1043,610. Basi naam, Aba Aziz darasa liloisha usikia sauti yake, sijui kama leo itasikika. Naam, haisikiki. Huku kwangu hama tamshi utashtuka kidogo, kwani nimepiga jeki nikasapoti ya Zagazo, hukumu yake dhaifu jidda, ni dhaifu sana. Akhrajahu Ibn Hibban, kaandika Ibn Hibban 361, wa huwa juz'un min hadithi tawil, وهو جزء من حديث طويل ni hadithi, ni kipande cha hadithi, ni ndefu. Ameleza kipande kidogo Imam Abu Layth. Qala al-Albani fi dha'if at-targhib wa at-tarhib, Imam al-Albani akasema ni dhaifun jidda kwenye dha'if at-targhib wa at-tarhib 1352. Na ama neno kutoka mtume kwamba alimwambia Abu Dharr ni uongo, si sahihi, si kweli, lakini maneno yenyewe kuyazagaza tu kama maneno ya hikma bila kuyanasibisha kwa mtume sasa vema kabisa. Kwa maneno yahifadhike, wafikishiwe watu, yazagazwe kweli kweli, yanatishia usalama, yanawakumbusha watu walioghafilika.